Hello Tanzania na Afrika kwa ujumla bwana, niko ndani ya Dar es Salaam, niko Manzese. Manzese Beni, wamesema huku ni Manzese Tandale. Manzese, niko Manzese jamani, katikati hapa. Sasa moja ya kitu ambacho kimenileta hapa bwana, nimechelewa kwanza. Hapa kuna mtu ambaye tunamsubiria ambaye anatupeleka katika tukio moja ambalo inasemekana kuna jamaa mmoja ambaye ni mlinzi, sijui analinda magari, sijui nini. Dakika za mwisho ameona utofauti kwa mwanamke wake, anamfanyia mambo ya cheating. So niko hapa kumsubiri jamaa. Beni, tunawasiliana naye. Lakini pia leo niko na tagi ubavu yangu kama da. Wewe mwanangu, mbona tumekaa dakika zote hizo? Hamna mwanangu, nilikuwa ndo kama hivyo, nilikuwa na mimi kama nilivyowaambia, mimi leo na shoot. Kwa hiyo hapa na shoot, kwa hiyo na ninachoshukuru leo nipo na tagi yangu hapo. Nipo na my brother Fred. Yaani leo atakayenigusa kazi anayo. Sasa tusitake kuwachelewesha watu. Chapo tu hapo. Jamaa kafika kwanza? Kafika. Guys, hapo unavyoambiwa jamaa, nilikuwa nimemwambia kuwa nisubiri mimi nifike ndo twende kwa huyo mtu. Lakini dakika za mwisho ni kwamba jamaa ameweza kwenda yeye mwenyewe bila hata kunisubiri mimi. Yeye kaenda kufumania. Mwanamke hajamuoa. Je, tutaweza kulisolve hili? Hem, twendeni tu kasikilize. Uko Okay, sawa. Captain Freddy, saidia kushika begi langu kakaangu. Mwanangu huko hamna auni huko kabana. Wapo kibao mwanangu. Si kama hivyo unavyoona hapo, unaweza kukabwa, jiangalie. Sasa nyie mnaishi? Hivyo. Au nyie ndio mshazoea maisha yenu? Si mshazoea, tunajua usafi. Okay. Andafia nini? Hilo swala la huyo sijui ndio huyo jamaa kufumania nini. Hilo swala vipi mwanangu? Wewe unalijua lote? Ni wapi huko? Mimi nalijua mwanangu. Huyu jue. Huyu demu ni mieusho. Ndio? Demu mchizi akisepa anachepuka. Sema huyo demu. Mchizi akisepa kwenda wapi? Akiingia zake jobu. Mimi mchizi nampangilia. Demu wako yupo hivi na hivi, anaona kama masiala. Sasa leo nikamwambiaje? Njoo ushuhudie mwenyewe. Kwa hiyo wewe ndio umetoa information. Hivyo mzee. Sasa kwa nini wewe unataka watu waachane, si ndio? Sio nataka waachane. Mimi mwanangu anaumia, yule anateseka. Huyo mchizi. Okay. Unaona kitu? Hapa ni wapi? Okay. Jamani, tuko Tandale na hapa yenyewe tunaenda kufumania. Jamani michezo mimi inachosha. Haya. Hatuendi kufumania, sisi tunaenda kuweka sawa. Jamani, sio tunaenda kufumania, sisi tunaenda kuweka sawa. Tumeshafika? Okay, sawa. Basi tusiende haraka, si unajua mji wa watu. Guys, ndo tunaingia sasa hivi. Hapo unaweza ukapita tu. Okay. Wako hapa, tulieni kwanza. Atupigwe. Sasa brother Freddy, tunapigwaje naye? Wote tuko watatu hapa. Sasa ngoja tunaingia hapa. Hapa yenyewe nataka ni kazi, asinichukulie poa. Hicho anachokuelekeza. Sikia. Hebu kwa serious hapa. Sikia. Kwa serious. Nakuomba sana. Wewe mwanaume mwanangu. Afu wewe vipi mzee? Mbona kama naletea nini meusho kwa? Sikia basi. Sikia mzee. Mimi hapa niko. Kama wewe vipi mzee? Mbona rekodi mzee? Mnakuja kunifanyia maajabu gani mzee? Hebu subiri kwanza. Hapana. Subiri. Nini kinaendelea wanangu? Kama mwanangu fresh, nipange. Sorry mwanangu, rekodi kashika tatu. Sisi tumetoka kwenye gizo huko. Kama kawa. My brother, kwanza sorry mwanangu, nimechelewa kufika kwa sababu kidogo nilikuwa na majukumu mengine.
Pole ndugu yangu. Sasa ushapoa ndugu yangu. Hapa siwezi kupoa bana. Mimi mke wangu yuko ndani, napoa vipi ndugu yangu? Mke wetu yupo ndani. Yupo ndani, mimi napoa vipi? Na huyu bwana mimi ndio habari zake chazipata kwa muda sana. Labda akakosea chumba, sikia mimi nachanganya. Sikia basi mzee. Chukua mke wangu. Utakuja kugombana mzee. Mimi nataka nichukue mke wangu. Hapana, niachie mke wangu. Sikia basi, niachie mke wangu. Hapana, kakangu. niachie mke wangu mimi. Sasa hapa mimi nampenda mke wangu kushinda unavyofikiria wewe. Mimi nihangaika sana na huyu mwanamke. Hapana, huwezi kumchukua. Hapana, niachie mke wangu. Mimi napenda mke wangu. Sawa, sikiliza nikwambie. Nakusikiza nini? Sawa, na mke wangu nimehangaika naye sana mimi. Sikiliza mimi mwanangu. Mimi unajua tulipotoka mimi na mke wangu. Unajua tulipotoka mimi na mke wangu. Hapana, sikia. Hapa ni kwa watu. Dula. Hapa ni kwa watu. Subiri. Okay, subiri. Dula. Ukiambiwa umeiba huko ndani utakataa? Wewe unavyotaka kuingia, ukiambiwa umeiba utakataa? Ndugu yangu, sasa hili ni swala ambalo linaniumiza sana. Linaniumiza sana. Sasa wewe angalia watu. Angalia majirani wameamka mwanangu. Sasa tunazungumza kiume, kwani mwanamke umemwoa? Ndugu yangu, hata kama hujamuoa mwanangu. Hata kama sijamuoa. Basi ngoja tuzungumze. Labda jamaa wewe una hakika, kwani jamaa anajua kama ni mkeo? Anafahamu. Kwa nini asijue kama ni mke wangu? Hata toka shamwambia. Sisi lazima ajua. Anafanya kusudi. Mimi ananifanyia kusudi. Mdogo wangu mimi kanipa taarifa zote na kaisha mkanya mara kibao kwamba kaisha mwambia kwamba huyu ni mke wangu, lakini anamng'ang'ania. Kwa nini? Kinachoniumiza ni kwa nini anang'ang'ania mke wangu? Sio kama mchizi ajui, anajua kila kitu. Wadogo kausha, unachonga sana mdogo wangu. Sio nachonga, mimi nakwambia kweli, afu mwenzie mwanangu. Unapenda sana kuongea. Basi sawa. Wewe subiri. Wewe upo na mke wa mtu ndani? Hamna, mimi niko na manzi yangu mzee. Manzi yako anaitwa nani? Anaitwa nani? Mimi niko na mchumba wangu na sasa sielewi anamtaje nani. Na mimi mke wangu najua nani. Oya, unajua jamani, sasa hivi ni saa 7:30. Sijui unaelewa? Muda umeenda. Alafu tunapokuwa tunapiga kelele watu tayari wameshalala. Hem, tuongee simple. Jamaa si huyu, si ndo ana mke wetu? Sisi tutazungumza naye ili tujue, je, tunaweza kumrudisha mke wetu au hatuwezi? Si ndio? Bro, umekiri kuwa mke wako, mchumba wako upo naye, si ndio? Sisi hatuwezi tukaingia kwa mabavu. Je, tunaweza tukamtoa labda tukazungumza naye? Simple tu, seti jamani. Simple. Inabidi tu kama kweli tutajua kama huyo ni kama ni mke wetu au sio mke wetu. Kama yupo hapo basi muite shemeji tumsalimie. Basi naomba niletee mke wangu. Vipi mzee, sikia? Naomba niletee mke wangu. Kwanza unakosea unaposema kuletee mke wako. Basi okay. Basi okay sawa. Mke wako ungekuwa naye nyumbani sasa. Sio mke. Usiniambie hivyo ndugu yangu. Usiniambie hivyo ndugu yangu. Unaweza kwa anazoongea. Hizo ndo anazoongea kila siku mtaani. Hizo ndo anazoongea. Mimi namuumiza. Usiniambie hivyo, mimi nitakuumiza. Usiniambie hivyo. Mimi nampenda mke wangu kushinda unavyofikiria wewe. Sawa basi bro. Ninahangaika naye sana mimi. Mimi nalala nje. Babu mimi kazi zangu mimi nalala nje. Mimi nalinda magari huko. Nalinda magari huko. Mimi ninachokipata chochote namtia mke wangu. Umeona majirani, angalia majirani wanavyozagaa wote hao mwanangu. Hebu basi tusipige kelele. Yeye ndo nataka hapa kujijazia watu. Mimi angeshanipa mke wangu, mimi ningeshaondoka. Mimi ningeshaondoka kaka. Mshikaji aache kurekodi basi. Turekodi. Mimi ningeshaondoka. Unazingua, unazingua. Hamna mwanangu, wewe mkaushe. Sikia bro. Sorry, ili mradi tupunguze hizo kelele. Kama inawezekana. Mtoe basi shemeji mama. Mimi naweza nikamwamsha. Ila kutoka nje kwa sasa hivi inaweza kawa uongo. Basi sasa nimpate mwenyewe. Subiri kwanza. Kwa watu bro. Tukaribishwe kwanza. Tukaribishwe. Ngoja kwanza tukaribishwe. Basi. Bro, umesikia kakangu? Subiri bro. Njoo nakuomba mara moja samani. Wewe mwanaume. Umeona sisi wote mwanangu tuna fight, tunapambana. Huyu ni mwanaharakati. Unapomwona mwanaume ana panic kwa sababu ya mapenzi basi anamaanisha. Sisi wanaume ni wazee wa kuchapa na kuondoka. Ukimwona mwanaume analialia kila wakati kuhusu mapenzi basi fahamu kuwa anamaanisha. Si unaelewa mwanangu? Huyu unamwona amepanic kwa sababu anajua mali yake ipo ndani kwako. Kwa hapa ni simple tu. Wewe mwenyewe wewe ni mwanaume unaelewa. Ni issue tu ya kumshtua oya. Njoo kwanza watu wahakikishe. Yawezekana kweli upo na mke wa mtu. Jamaa mwenyewe kwanza unajua yuko vipi mwanangu? Mbona kitu simple tu. Kama sio shida nini? Mbona mwelekeza sana huyu? Mimi anipe mke wangu. Sasa wewe usitumie uko ndani sasa. Yeye anipe mke wangu naondoka. Mimi hapa nimempata mke wangu. Mimi anipe. Sawa, naelewa. Ameshafanya naye kila kitu najua. Kila kitu kaishafanya naye naelewa. Basi anipe hivyo mimi niondoke naye. Mimi nampenda hata kama ishafanya yote na mimi nampenda mke wangu. Unaeleza kitu gani? Wewe msikiliza. Subiri kwanza, subiri. Kwani kaka ukimsikiliza mimi yupo maneno yake anaongea huyu. Hivi viatu vya mke wangu, viko ndani. Umeona?
Sasa shida ipo wapi? Nipe mke wangu nitoke naye. Ngoja basi, Tatizo liko wapi? Okay, ngoja basi ngoja kwanza. Okay, mara moja samahani. Kwani vipi uchawi nini? Mbona hivyo sasa? Mke wangu yupo ndani, mke wangu yupo ndani. Sasa kama bro achomoke bwana, mbona hivyo? Lakini kabla tujafika mbali ndugu yangu Monsuri, mimi hapa naomba nikombe kitu wewe unanitazama. Tena nashukuru sana umefika katika channel yangu. Umegusa video yangu. Mungu akubariki sana. Lakini naomba kabla tujafika mbali, gusa neno jeupe liloandikwa subscribe hapo chini. Na kuomba sana. Ukigusa hilo neno utakuwa mwanafamilia yangu. Kila video ambayo nitakuwa naiposti, basi wewe pia utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata notification ili mradi uweze kuitazama. Kikubwa si unataka kunisapoti, basi hakikisha unagusa hilo neno jeupe liloandikwa subscribe. Wasikie mtoe basi. Basi naomba sikia bro. Okay, dakika moja. Nisikilizeni. Kusikiza hata wewe. Okay, basi dakika wangu. Nitolee mke wangu. Ngoja. Sikia, tulia kwanza Dula. Tulia. Sawa brother, tuko sawa. Tulia mwanangu, tulia. My brother, tuko sawa. Sikia. Mwite mara moja. Mwite, yeah. Mke wangu ndani huko. Nitolee mke wangu. Yeah, ni simple tu. Au kama vipi mimi basi niende nikamuone. Ama vipi? Hamna wewe. Kweli. Jamani. Wewe ustaarabu mzee. Sio ustaarabu. Ustaarabu unajua, ustaarabu unataka kila mtu. Ndio. Na mke wangu. Sasa sikiliza, okay sawa. Basi okay. Mwanangu unazingua. Wewe. Acha kurekodi mzee, unarekodi nini sasa? Walangu simeniita mimi. Basi ngoja tumalizie. Basi. Ngoja. Okay, bro, samahani. Yeah, bro, Fred tuko sawa. Dula, tulia. Usitake kupaniki kama hivyo. Tupo ndani kwa watu. Usitake kuleta fujo. Inawezekana hapa tukaleta fujo kumbe demu wako mwenyewe ndio umeusha. Au vipi? Mimi naomba niruhusu tu. Mniruhusu nizungumze nao. Naombeni nizungumze nao. Nisikilize. Okay, nisubiri basi mimi nizungumze nao. Sawa. Mimi naomba nizungumze. Hebu kaeni basi, kaeni. Kaa tuzungumze. Sawa, kaa. Tulia. Wewe unataka karibu sasa, mbona hivyo msogea bwana? Wewe jamani, msimletee fujo ndani kwake. Tusimletee fujo. Sawa, kaa basi hapa. Hebu kaa. Mbona rekodi mwanangu, hatoa simu mwanangu. Subiri. Sikiliza. Mwanangu, sikiliza. Sisi wenyewe mwanangu hatujaja kinyonge. Tunaweza tukafanya lolote hata kama upo ndani kwako au vipi? Tulimalize hili kwa sababu sisi tukiondoka aliishi mpaka mtu mmoja azulike. Si unaelewa? Tumalize. Hem, kaa chini basi. Kaa chini. Mbona hivyo sasa? Kaa chini. Changamka nini? Kaa chini. Wewe binti, mambo vipi? Shwari. Wewe ni ngoja basi wanangu. Ngoja basi mwanangu. Tulia. Haya basi tulia mwanangu. Tulia. Hapa kupigi. Brother Fred naomba tulize ile vurugu. Wewe ni mke wa mtu? Wewe ni mke wa mtu? Angalia sasa unafanya nini huko? Wewe si ni mke wa mtu. Huko ndani unafanya nini sasa? Mwambie mke wangu. Mwambie. Unafanya nini huko ndani? Mwambie mke wangu. Bro, wewe ngoja kwanza. Sisi sitaki kesho nianza kuambia kuna vitu vimepotea ndani, vyote vitaonekana kwenye video hapa. Sawa? Hii ndio maana ya kurekodi. Wewe binti, wewe unafanya nini huko? Kwa nini yaani huko unafanya nini usiku huu saa 7 hii unafanya nini? Wewe si ni mko mtu? Huyu unamjua? Ndio. Ni nani? Nani yako? Mume wangu. Sasa mume wako mbona huko kwa huko unafanya nini? Mbona unataka kugombanisha watu wauane, vijana, nguvu kazi za taifa zipungue kwa sababu ya mwanamke? Unafanya nini?